Na kutokea hospitali ya Kairuki, ndugu zetu hawa katika Bwana, yuko hapa Michael Ulisaja ambaye ni mtaalamu wa lishe na tiba kutokea pale Kairuki. Karibu sana Chief. Asante sana. Uko salama ndugu yangu? Niko salama kabisa. Bwana, wakati naongea na watu hapa ndio nilianza kwa kuwauliza, tunajua uko mtandaoni sasa hivi ndio tumebarikiwa kuwa na wataalamu wa lishe wengi kweli kweli yani. Kila mmoja akishaanza kujua kupika anakuja tu ana lima zake mboga, anaanza kuambia nipate soko la mboga hapa, kula nyama ni shida. Acheni nyama zinaleta kansa mwilini na kadhalika. Kwa hiyo tunao wengi. Nikawa nawauliza hapa ndugu zangu ambao wanakufuatilia kwamba ameshasikia nini ukitumia ni sumu. Kiuhalisia watu wengi, kila mmoja amezungumza vikwa kila vinywaji. Energy zimetajwa, kuna soda za watu zimetajwa, siwezi kutaja kampuni zao ila zimetajwa, na mambo mengine yametajwa huko ndani. Sasa kwanza natamani kusikia kutoka kwenu ninyi wataalamu. Haya mambo na nyinyi mnayasikia huko mtandaoni na mnaonaje? Kiukweli kwa sasa hivi wimbi limekuwa ni kubwa sana. Sababu kubwa ni kwa sababu kwa Tanzania sasa hivi hatuna regulatory board ya kuhakikisha kwamba kila anayezungumza either ni mtaalamu na ana leseni. Kwa hiyo hili jambo ambalo I think serikali inaendelea kulifanyia kazi, lakini hiyo changamoto ni kubwa sana. Sasa hivi tunasemaga taarifa zimekuwa ni nyingi. Sasa taarifa nyingi ambazo zinatoka, nyingi ambazo sio za wataalamu na ambazo nyingi ndio zinaenda kwa watu wengi. Unajua wanasema uongo unapanda lift, ila ukweli ndio unapanda ngazi. Kwa unakuta mpaka ukweli uje ufike umechelewa sana, lakini uongo mwingi huko umetapakaa sana. Kwa hiyo sasa vingi wanavyovizungumza sio kweli, havina uhalisia, kwa sababu yani kama hawana sababu ya msingi. Hata mimi wagonjwa wakija pale niliambiwa nisile hiki, naambia kwa nini uliambiwa usile hiki? Kwa sababu unapoambiwa usile hiki kuna sababu. Mtu labda ameona kulingana labda na mahitaji yako ya sasa, labda ukitumia aina fulani ya chakula inaweza kukuletea shida. Kwa hiyo simamisha hiki, labda kwa sababu una sukari, kwa sababu una pressure, kwa sababu na figo zako zimepata shida, ndio maana wanaambiwa susuia labda aina ya chakula au aina, au labda kulingana na umri wako. Kuna umri ukifika utakushauri kwamba punguza hiki na hiki, kwa sababu unapozidi kutumia aina fulani ya chakula inaendelea kukuletea shida. Kwa hiyo kitu ambacho kipo, changamoto ni nyingi ambayo watu wanakutana nao, ni kwamba wanapata information hizo ambazo sio sawa, lakini pia na wenyewe hawatafiti ni kwa nini amesema hivi. Na watu wengi hawatoagi sababu zile ambazo ni za kisayansi au na sababu zile za msingi, kwamba tunamwambia hichi ni sumu. Kwa nini ni sumu? Kwa sababu ingekuwa ni sumu maana yake kisingezalishwa. Hakuna serikali duniani ingetaka watu wake watumie sumu. Kwa kama serikali imeruhusu, inasema ndio hivyo kwamba kuna na precautions. Lakini sasa sio kwa sababu kutokufahamika kwa precautions watu wanakuja kusema tu ni sumu. Kwa hiyo kisheria, kitafiti, kisayansi pia hakuna ukweli. Ukweli uliopo ni kwamba kila kitu kina namna yake ya utumiaji. Kwa na pia hata candidate tunatofautiana. Mimi na wewe tuko tofauti. Wewe utakuta huko hapo umekaa muda mrefu kwa muda mwingi, kwa umekaa umetulia, unatumia muda mwingi akili na kuongea, lakini kuna mwingine yuko ananyanyua vyuma huko, anasukuma mkokoteni. Mahitaji yenu ya chakula ni tofauti sana. Kwa hiyo kuna mtu akitumia aina fulani ya chakula haimletei shida, lakini wewe ukitumia aina fulani ya chakula inaweza kuletea shida. Kwa hiyo katika wimbi la taarifa ambazo sio sahihi, hicho ndio kitu kibaya sana, kwamba watu wengi hawajui nani ni candidate wa nini na yupi ni candidate wa nini. Kwa watu wanaishia kuchukua information ambayo za huyu anachukua huyu na za huyu anachukua huyu, mwishowe wanakuja kuishia tu kutokana na matokeo ambayo ni mazuri. Baadaye tutasikia kwako kwa kiundani, lakini nataka tu nipate hiyo general na wewe. Na mimi na wewe ni mtumiaji wa simu janja. Kuna wengine wanaenda so far wanaita mpaka vyakula takataka. Kwamba kila wali takataka hiyo, ugali takataka hiyo, unakula sembe takataka kabisa hiyo. Na watu wanazalisha unga wa sembe ujue viwandani. Business za watu zile. Mtu anakuambia soda takataka, achana na soda, wanaita hivyo takataka. Sasa nataka nijue kwenye hilo pia, na nyinyi mnasikia kwenye hilo, nyinyi wataalamu mnakubaliana kwamba kuna baadhi ya vyakula ni takataka? Sasa mfano yani watu wengi wanakosea kuita takataka kwa sababu zifuatazo. Kuna watu ambao kuna zile principle za kawaida ambazo tunasema jamani
kwa ushauri ule wanasema ushauri general, ushauri kwa watu wote. Aina ya vyakula hivi inatakiwa uvipendelee kuvitumia zaidi. Mfano, unapozungumza kwenye vyakula vya aina ya nafaka kama mahindi, ulezi, ngano, tunashauri mtu atumie ambazo hazijakobolewa ambazo hazijakobolewa ni bora sana kwa sababu zina kitu kinaitwa fibers. Sasa kwa na fiber advantage yake ni kwamba unapata zile nyuzi ambazo zinasaidia kwenye mfumo wako wa chakula kuweka wale bakteria ambao wanasaidia tumbo lako likae vizuri waweze kukaa sawa. Lakini sasa kuna wagonjwa ambao akitumia aina hiyo ya chakula ambacho kwa watu wengine, kwa watu wote ni kizuri, wanapata shida sana. Kwa lazima atumie ambacho kimekobolewa. Kwa hiyo unaposema ni takataka ni kwa sababu tu haujui ni nani ni candidate wa nini. Ndio maana hata ushauri wa chakula sasa hivi ni wa mtu mmoja mmoja, sio general. Yaani ni wa mtu mmoja mmoja. Yaani kama wewe hapo natakiwa nikushauri kulingana na wewe kwa sababu una allergy zako. Mfano, allergy yako sio allergy yangu. Kwa kama wewe una allergy na samaki, ungana nakwambia samaki labda jodari ni mbaya. Sio mbaya, ni mbaya kwako kwa sababu labda una allergy. Lakini kwa mwingine haina shida, anakula na haimletei shida. Kwa hiyo changamoto sio kwa sababu chakula ni takataka, kwa sababu wengi hawatujui ni nani ni candidate wa nini. Achana na ile general understanding ambayo kila mtu anatakiwa kuelewa, lakini inapokuja kwa mtu mmoja mmoja pia kuna kila mtu ana mahitaji yake tofauti. Hilo ndio jambo la msingi. Mahitaji tofauti ndio anaamua nini mtu aweze kutumia. Sasa hivi kinachozungumzwa sana ni magonjwa yasiyoambukizwa. Na haya magonjwa yasiyoambukizwa chief, ukiyasikia yanaogopesha sana. Sukari, ukisikia sukari na watu wanakuongezea, "Wewe mwanangu uponi." Figo, gharama ya dialysis imechangamka kabisa, unashtuka. Unakuja sio na pressure, mtu ana pressure. Hiyo pressure ukipata hiyo mwanangu wewe unaondoka hiyo. Na ukipata hiyo gharama yake imechangamka. Ndio. Sababu kubwa inatajwa hapo, utasikia, "Wewe vyakula vyenu mnavyokula hivyo. Vyakula vina sumu hivyo. Vinywaji vyenu hivyo mnavyotumia hivyo." Ndio. Watu mnatumia vinywaji si pombe kali, watu wanaogopa. Hebu kwa utaratibu tukubaliane, wewe ni mtaalamu wa lishe. Jamani, hivi vyakula na haya tunayoambiwa ni kweli? Ndio. Sasa hiyo ina ukweli mkubwa sana kwa sababu kwenye umbrella ya magonjwa sasa hivi kidunia, Tanzania ni 33% ya vifo vyote vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza, ambao utazungumza kansa, utazungumza kisukari, utazungumza pressure, utazungumza magonjwa ya figo na magonjwa mengine ambayo hayaambukizwi. Hayo ndio kidogo yanatishia. Sasa katika sababu zile kubwa, ukiachana na matumizi ya sigara, pombe, lakini kitu kikubwa zaidi kimezungumzwa ni chakula. Na kikiongezewa kingine ni kupungua kwa uwezo wa kujishughulisha. Sasa hivi ukitoka mfano hili jengo lenu lina afadhali mna ngazi, lakini majengo mengine ghorofa 3 tu ana lift. Kwa sasa hizo ndio sababu kubwa, lakini mimi nitazungumza sana kwenye chakula. Chakula linazungumzwa sana ni kwa sababu zifuatazo. Matumizi ya nishati kwa sasa hivi yamepungua sana. Yaani watu wanatakiwa kuelewa kwamba matumizi ya nishati, kula haishii tu kuweka mdomoni. Inaishia kwenda kumeng'enywa, baada ya kumeng'enywa inaingia kwenye damu, inaenda kutumika, kusharabiwa. Sasa katika kusharabiwa kwa chakula ili uweze kutengeneza nishati, sasa nishati haitakiwi ingie mwilini kukaa, inatakiwa ingie mwilini kufanya kazi. Kwa sasa inapotakiwa ifanye kazi halafu nakutana na mwili ambao haupo kwenye motion ya kutumia hiyo nishati, hapo ndio changamoto inapoanzia. Kwa chakula kimekuwa ni changamoto kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, matumizi ya nishati yamekuwa madogo. Cha pili, chakula chenyewe sasa hivi kinachakatwa sana. Mabadiliko ya sayansi na teknolojia sasa hivi, tumetoka kula chakula ambavyo vile havijasagwa. Sasa hivi unakuzungumza viazi, kuzungumza nini, unakula crisps. Badala ya kula kiazi unakula crisps. Badala ya kula labda tuzungumze ugali, dona ile, unakula labda yani zile kuna unga unaitwa corns unatumika kutengenezea keki na nini. Ni kwamba kuna chakula kinachakatwa sana. Sasa kuchakatwa sana kinafanya chakula kinakuwa rahisi.
chakula kinavyozidi kuwa rahisi ndio kinavyozidi kuwa inakuwa na urahisi wa kuingia kwenye damu. Ndio wanavyosema kwamba usipendelee kutumia vyakula vilivyokobolewa, ni kwa sababu matumizi ya nishati yamepungua sana. Kwa hiyo unapokula vyakula vilivyokobolewa, karibu asilimia kubwa ya chakula kinaingia kwenye damu, afu matumizi yako yamepungua. Kwa hiyo mzani unakuwa huko hivi. Sasa unapokuwa unatumia hicho chakula kwa miaka 5 mbele, una hatari ya kutengeneza sukari, kutengeneza mafuta mengi mwilini, kuongezeka uzito, na baadaye ndo anaanza kuleta shida zingine kama figo. Na pia sasa kwa kizazi chetu cha sasa hivi matumizi ya mboga yamepungua sana. Sasa watu wengi wanakula fast food, yani ukienda pale chakula cha haraka, kwanza hatuna muda. Chakula cha haraka utavuta chips, utaenda asubuhi utakula utavuta tu slice pale, au utakula mandazi, chapati, umekunywa supu, umemaliza, unawahi. Kwa sasa hiyo matumizi hayo yamekuwa ni kama tabia sasa. Sasa inapokuwa ni tabia kwa muda mrefu, ndio hiyo inakuja kuleta shida ya magonjwa yasiyo ambukiza. Na vitu ambavyo na watu wengi, mfano kama tuzungumze mtu ambaye hajaoa au labda hata kama mwingine ameoa lakini wote wanafanya kazi, saa ngapi mtaandaa mboga za majani? Ni bora matunda mtanua hapo njiani. Na saizi matunda sasa hivi pia changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo tena, yanakuwa yana mfano kama matikiti. Zamani watu walikuwa awali kwa sababu yalikuwa yana ladha. Sasa hivi matikiti ni matamu sana. Mapapai, mtu sasa ninunue papai kwa sababu yalikuwa ni hana ladha. Sasa hivi ukiangalia wamefanya cross breeding sana, yanakuwa na sukari sana. Umeshanipata? Ili watu waweze kuyala. Sasa kufanyiwa processing ya namna hiyo inasababisha kwamba unapokuwa unaongeza sukari nyingi kwenye damu, sukari inatakiwa itumike kama nishati kwenye shughuli zako za kila siku. Sasa matumizi yetu sasa hivi yamepungua. Sasa hivi wewe kutoka hapa mpaka tu hapo Kinondoni utaita boda au Bolt. Wakati zamani hizo mpaka uzipate ulikuwa unatembea tu. Kwa sasa changamoto sio tu chakula kwamba kinakuwa ni wanasema kimekuwa kimechakatwa sana, na pia ni kwa sababu matumizi pia yamepungua sana. Kuna sehemu hapo umesema chakula kikichakatwa sana kinakuwa rahisi kuingia kwenye damu. Ndio. Sasa chakula tunachokula kinapaswa kuingia kwenye damu au sayansi inasemaje, kinatakiwa kiingie kwa ugumu au kirahisishwe kiingie kwenye damu? Shida ni nini? Sawa, sasa kuingia kirahisi kwenye damu kina determine kiwango. Mfano, ukila dona na ukila sembe, ukala portion moja tu, ngumi yako, sembe ina uharaka wa kuingia kwenye damu kwa sababu haina kitu kizio nyuzi hazimeng'enyeki kwa haziingii kwenye damu. Lakini dona zile nyuzi hazimeng'enyeki kwa haziingii kwenye damu, lakini huku hazina kabisa. Kwa huku kitameng'enyeka kirahisi, kitaingia kwa wingi kwenye damu. Ni huku kitameng'enyeka lakini kitaingia kwa kiwango kidogo kwenye damu kwa sababu kuna nyuzi zile ambazo haziingii kwenye damu kabisa. Kwa hiyo ndio hiyo tofauti. Kwa sasa na kwamba hii ya huku ina faida kwa sababu gani? Mwili unapokuwa unapandisha sana, unapokuwa kinaingia kwa kiwango kwa urahisi na kwa kiwango kikubwa, unapandisha sana sukari kwenye damu. Vitu ambavyo ni hatari tu, labda tuvizungumze kuviweka kwa wazi watu waelewe, ni kwamba vyakula tunavyovizungumza ni vyakula ambavyo vinazalisha sukari kwa wingi, na vyakula ambavyo vinaweza kutengeneza mafuta kwa wingi, na vyakula ambavyo vina chumvi kwa wingi. Hivyo haya makundi matatu ndio ambayo yanatishia usalama sana. Yaani vyakula vingi ambavyo vimesindikwa hivi unavyozungumza hivi, labda crisps wengine wanaweka na chumvi nyingi. Kwa unapokuwa unakula, matumizi ya chumvi kwa mwanadamu yako limited sana. Lakini sasa kwa mtu ambaye anakula vile ambavyo vimekuwa vimetengenezwa afu vikapepetewa na chumvi, kwa hiyo ndio shida inapoanzia. Au unakula chakula ambacho kimekuwa kimesindikwa, kina sukari kwa nje. Kwa hiyo kila ya sukari inapanda. Kwa sasa huwezi kuiona madhara yake hapo. Na ubaya wa aina haya magonjwa sio magonjwa yanachukua siku moja, siku mbili, ni miaka 5. Kama sukari minimum miaka 5 mpaka 10. Ndio tunaanza kuona haya una kisukari. Na sasa hivi kidogo imekuwa yanachangamka kwa sababu wanaanza kupata vijana wadogo kidogo. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa, kwamba vijana wadogo ndio utasikia mtu sasa hivi unakutana naye miaka 32 ambao tulikuwa tunategemea sukari mtu anapostaff miaka 60, 60 ngapi huko ndio unasikia mtu anapata sukari, lakini sasa hivi miaka 30, 40, 50 ndio wako wengi, 60 ndio wengi zaidi. Kwa sasa hiyo ndio changamoto. Kwa sababu kubwa ni nini? Na sasa hivi changamoto inaanzia pia kwa watoto. Kwa sababu kwa watoto sasa hivi wako exposed na vyakula vyenye sukari nyingi sana. Tofauti na miaka ya zamani kidogo ambao ku expose kupata vyakula vyenye sukari ilikuwa ni
ni changamoto, lakini sasa hivi viko kila mahali, kila mtu anaweza kupata. Sasa hivi usafiri kila mtu anaweza kuwa nao. Hauna gari utakuwa na pikipiki, hauna pikipiki utakodi 1000 2000, sasa hivi unatembea. Tofauti na zamani mtu akiwa na usafiri baiskeli ilikuwa ni kwamba kitu cha maana. Kwa hiyo sasa ndio maana wakaanza sema zamani magonjwa ya kisukari ni magonjwa ya matajiri, kwa sababu ilikuwa ni kwamba wale wana access ya vitu ambavyo vinarahisisha maisha yao. Lakini kwa sasa hivi karibu kila mtu ana access hiyo. Hauwezi kununua, unaweza kulipia. Mtindo wa maisha, kwa chakula na mtindo wa maisha vinaenda pamoja. Ndio maana sasa hivi hata ombwe la magonjwa ya kuambukiza ni kubwa sana, kwa sababu kila mtu ana access ya vitu vinavyoweza kurahisisha maisha. Yaani sasa hivi kutoka ofisi moja kwenda ofisi nyingine unatuma tu email au una print huko inatoka kule. Na huwezi ukatoka hapo kwenda kukimbiza faili. Unalituma tu, analikuta pale, bosi anasoma, anasema rekebisha, unarekebisha, unatuma tena, anasoma, umemaliza. Lakini zamani kwa nataka utoke ofisini upeleke, aangalie, aseme rudi. Karudi tena aangalie. Sasa hii ilikuwa inasaidia angalau kuongeza matumizi ya nishati. Lakini kwenye miongoni mwa maoni ambayo yanasemwa na watu kwenye jamii, wanawekea mfano wa Chaga. Watu wa huko, kwa sababu watu wanazungumzia mpaka baadhi ya vinywaji. Watu kule wanasema walikuwa wanakula sana nyama za kuchoma na nini, lakini wazee wetu huko wanatajwa wao walikuwa wapati haya magonjwa. Miaka 70 watu wanatoboa na wamekunywa soda mwanzo mwisho. Wamekula sana sembe, unaelewa, wamekula sana chai wamekunywa na kadhalika na kadhalika. Nini kinasababisha sasa hivi mambo yabadilike, wakati zamani haya mambo watu wamekula sana kila huko wali, wamekula sana, wanalima mchele kila siku wako na wali. Nini kimebadilika yani? Sasa kilichobadilika kikubwa ambacho pia watu wana kiovaluku ni kwamba matumizi ya nishati yamepungua. Zamani huyo mzee unayemsema mzee ni watu walikuwa wanashinda shambani. Kwa matumizi ya sukari yalikuwa ni makubwa, kwa sababu misuli ndio inayotumia sukari kwa wingi. Ukiachana na ubongo na mshipa ya fahamu inayotumia sukari kwa ajili ya kusafirisha taarifa na kufanya kazi, ni kitu kikubwa kinachotumia sukari kwa wingi mwilini ni misuli. Kwa sasa shughuli nyingi sasa hivi hazihitaji misuli. Shughuli nyingi sasa hivi zinazohitaji ni soft tu, yani bonyeze ifanye kazi. Yani sio kile kwamba pande ngazi, yani mpaka uipate wapi huko, au utoke hapa uitafute stendi misuli ya humu ifanye kazi. Siku hizi sio kitu kimepungua sana. Kwa hiyo mchawi sio chakula tu, japokuwa chakula ndio kinalaumiwa zaidi, na ni kweli tunatakiwa tukilaumu, lakini hatukilaumu kwa sababu kinendo kimejiletea shida, lakini kwa sababu pia mabadilika afu laji mabaki vile vile. Kwa yani ile kwa wazee wa zamani ilikuwa ni rahisi, kwa sababu mzee wako alikuwa akienda shambani, anaingia shambani asubuhi, anarudi jioni, na amelima ni mwanzo mwisho huko. Na yani kipindi cha kuvuna ataenda na shamba sio hapa, ana shamba huko kipande. Yani akibeba jembe hapa asubuhi anaenda, akirudi jioni ana mifugo ya kuangalia. Kwa sasa hivi ukirudi una kijana anakusaidia kulisha ng'ombe. Ukitaka kudeki ndani una kijana anakusaidia kudeki. Ukitaka sijui hata wengine hadi una dereva anakusaidia kukuendesha. Anakuchukulia mlangoni, anakuachia mlangoni. Unacho kazi yako kubwa ni kuingia ndani, kuoga na kula basi. Kwa hiyo ndio tofauti kubwa. Na pia hata ratiba za kula wazee wetu zilikuwa zinafanana. Hicho kitu ambacho kingine watu wanakichukulia poa sana ni ratiba za kula. Yaani kwamba mtu anakula atakavyojisikia. Mwili haufanyi kazi namna hiyo. Hapo ni jambo lingine hilo litakuja. Jamani, taratibu mwe mnafuatilia haya mambo, hayaji zaidi ya mara 5. Shauri yenu. Ni maswali ambayo mimi nina. Kama una swali lako baadaye nitakupa nafasi pia kumuuliza Dr. hapo baadaye pia. Nitatoa dakika za mwishoni pale kabla ya kumpa na namba yake, wenyewe mtakuwa mnamuuliza huko. Lakini elimu inaenda mtaalamu wa mambo ya lishe haya. Sasa tumekuja kwenye swala la ratiba. Wazee wa Dar es Salaam mpo, saa 4 usiku mamba ndio huko kwenye daladala. Unaenda nyumbani, unafika nyumbani mama kakuwekea pale ugali mkubwa na ugali mboga za bora, hata mboga zingekuepo, ugali mkubwa, una maharage pale, una nyama yako usiku wa saa 4 na ule wako usile, utasema ulikula wapi? Tupo hapo sasa, tunakuja ratiba ya kula. Rafiki yangu, tunatakiwa kula saa ngapi na tule nini? Sawa. Sasa saa angalau tunashauri
kwa chakula cha jioni ndio ambacho ni critical zaidi. Kwa sababu watu wengi ndio unakula unaenda kulala. Tunashauri mtu angalau asizidishe saa 2 usiku. Unasemaje wewe? Asizidishe saa 2 usiku. Hii saa 2 ambayo watu tuko kwenye daladala. Sasa ndio hiyo ndio changamoto kubwa sasa. Wenyewe tafuteni namna nyingine ya kutusaidia. Sasa hicho kitu na watu ndio wanasemaga wengi wanapata, lakini muda wanaweza kuwahi, lakini wengine saa 2 usiku inategemea, lakini na shughuli. Yenda kali yako saa 4 ndio watu wanapanda daladala. Hiyo nakuelewa sana. Na wanaenda nyumbani. Ndio anakula saa ngapi? Na asipokula nyumbani shida inaanzia pale. Hebu tuambie. Kwa sasa kwenye mwili kuna kitu kinaitwa circadian rhythm. Yaani kwamba hii nataka nitoe kisayansi kabla tujaja kwenye ku adjust kulingana na mazingira. Mwili una kitu kinaitwa circadian rhythm. Yaani kuna rhythm ni kama beat. Mwili wako unaenda hivyo kwa masaa 24. Kwa hiyo sasa ukisikia hospitali nakwambia hakikisha unakunywa dawa muda ule uliokunywa jana, ni kwa sababu mwili wako unavyoenda kwa hiyo rhythm una tabia ya kuadapt. Yaani kwamba unazoea kwamba okay, sasa hivi muda wetu wa kula ni saa 2. Kwa hiyo ikifika saa 2 mwili unajiandaa kwa ajili ya kula. Walifanya jaribio la kisayansi, wakawa kwa mbwa, wakawa anapigonga kengele, inafika muda fulani anakuja anakula nyama. Anagonga kengele anakuja anakula nyama. Siku kagonga kengele afu hakuna nyama, alikuja na mate yamejaa, kwa sababu kwenye akili yake na ubongo wake ushajicondition. Kwa hiyo mwili wetu sisi una namna ambavyo unavyozidi kuenda usiku mwili wako unaanza kushut down baadhi ya vitu, kwa sababu unajua ni muda wa kufanyaje, wa kupumzika. Kwa hiyo unapokuwa na shut down baadhi ya vitu, mfano kitu ambacho kinatakiwa kiwe vizuri muda unakula ni insulin, kwa sababu insulin ndio inasaidia kuipunguza ile sukari ambayo inakuwa inaingia kwenye damu. Unapokuanzia saa 3 usiku kwenda huko juu inapungua kwenye mzunguko wa damu. Kwa hiyo unapokuwa unakula chakula muda huo kwenda mbele, obviously unajiletea tu shida, kwa sababu utapandisha sukari yako sana, utaishia kufuata vitu vifuatavyo. Mafuta yataongezeka kwa wingi mwilini, kwa sababu sukari kizidi mwili una store kwa kiwango, kinachozidi unatunza kama mafuta. Kwa hiyo utakuta unakuja kupima hospitalini mafuta yako yako juu sana. Ni kwa sababu unapozidi kula usiku mwili unataka una namna ya kujilinda wenyewe. Kwa unavyojilinda unajilinda katika mfumo ambao unajua ni salama. Kwa hiyo unachofanya, sukari kizidi mwili hauwezi kukaa na sukari iko juu. Kwa hiyo utaipeleka kutunza kama mafuta, itatunza mafuta, kwa sababu storage ya mwili iko limited, imeshajaa vizuri. Ndio maana hata usiku tunashauri usile wanga kwa wingi sana, kwa sababu ukila wanga nyingi alafu sukari zikaenda juu zikatunzwa kama mafuta, miaka 2, miaka 3 mbele, 5, kama ndo tabia inaenda hivyo, unaisha kutengeneza shida ya sukari au pressure au uzito uliozidi au uliokithiri. Kwa hiyo sasa kwa mtindo huo ndio maana tunashauri kufika saa 2 usiku, kuanzia saa 12 hadi saa 2 angalau ule chakula cha jioni. Sasa kuna ndugu zangu na mimi ambao tunachelewa kurudi nyumbani, na wengine wetu tukifika nyumbani usipokula kaka utaeleza ulikula wapi. Naam. Sasa tufanyaje? Tuwaambie kwamba sasa hivi hatuli nyumbani ili tule barabarani, maana hatuwezi kulazimisha tutoke maofisini mapema ili tuwahi nyumbani. Tufanyaje sasa? Kwa hiyo cha kwanza ni hichi kinahitaji watu uelewa. Watu wengi tusiishi kwenye ile karne, yani kwamba lazima, kwa sababu karne ya zamani ilikuwa ni rahisi, kwa sababu muda wa kula ulikuwa unajulikana nyumbani. Yani miaka ya zamani unajua kabisa sasa hivi ni muda wa kula. Yani hata kama unacheza vipi unajua sasa hivi ni muda wa kula. Lakini sasa hivi hiyo haipo. Unajua nisipokuwepo nakuta kuna hotpot sasa hivi. Nakuta chakula kimetunzwa, kuna microwave sasa hivi. Ndapasha tu nitakula. Sasa ni namna tu ambapo mnaweza mkaongea kama familia, kwa sababu afya ndio mtaji. Yani tunaweza tuka bypass hizi principle kidogo, lakini madhara yake sio haonekani leo. It can take, mnachukua muda, anakuja kushtukia tu miaka 3 mbele unaambia kama una sukari imeanza unaonekana tunaona una sukari, lakini hiyo kitu ambacho mtindo wako wa kila siku ambao kwa unaishi. Kwa hii ni kuchukua tahadhari. Yani cha msingi ni kama inawezekana kula mapema.
Kama inawezekana kulia ofisini, kula ofisini. Kama inawezekana kuwahi kurudi nyumbani, yani kitu kinachowezekana kufanyika, kwa sababu ni mtu na mtu. Hiyo mgonjwa labda ukiwa unaongea naye one to one ni rahisi kumsaidia, kwa sababu unakuwa unajua ratiba zako zikoje. Mimi natoka kazini nakaa wapi, unakaa wapi huko, labda Magwepande. Unatoka kazini saa ngapi? Saa 12. Unajua kutoka Magwepande una gari, natumia daladala. Unajua mpaka nafika Magwepande ni masaa 2 hivi yamekatika. Kwa hiyo saa 3 ndo anaingia nyumbani. Kwa hiyo naambia unafika saa 3 labda uoga unafika. Mimi nikifika ndaoga, kwanza ndapumzika, afu ndio nitakula. Utakula nini? Kuna wali pale. Unajua ndio mchana mwingine bora apige deshi mchana, atakula usiku. Ili aweze kufidia wapi? Nyumbani. Hata wengine kingana na kibudget nini, usiku ndo wanaona ndo muda mzuri wa kukazia. Sasa na muda mzuri ambao tunatamani afanyaje? Apunguze. Kwa hiyo sasa ni kuanza kuelewa na kuanza kufanya sasa maamuzi sahihi, kwa sababu hili ni jambo mtambuka. Na sasa wanazungumza dira 2050. Sasa katika dira 2050 na ukiangalia hata prediction hata za magonjwa pia zipo zinaonekana kwa miaka hiyo yataongezeka sana, kwa sababu kwa Tanzania tu sasa hivi kwa watu wazima 10 mmoja ana kisukari. Watu wazima 10 mmoja ana kisukari. Na maana yake kwa miaka mingi ijayo itaongezeka. Sasa kama utaki kuwa mmoja wapo wa namna hiyo, ni bora kuanza kufanya machaguzi mapema, kwa sababu hii issue imekuwa serious. Ni kitu ambazo kisayansi kisayansi mwili uko umesimama, lakini huko tunaweza tukabypass hizi principle huko, tukaamua tufanye tu hivi, tule hivi, sababu labda sina cha kujitetea hapa, labda ninachelewa kurudi. Lakini I think na mimi naamini kwamba unaweza kufanya uamuzi sahihi, kama hizo ni kula ukiwa kazini au ni kuwahi kurudi nyumbani. Kama ni unaweza kufanya hizo adjustment, ni bora zaidi, kwa sababu kanuni itabaki kuwa kanuni. 1 ongeza 1 ni 2. Kwa hata kama tukiweza kusema tu adjust hata itakuwa 3 kulingana na tukikopa hapa na hapa, lakini kanuni itabaki kuwa vile vile. Sasa unajua kuna hili jambo lingine mimi nazungumzia zaidi familia, kwa sababu najua athari yake huko ndani. Familia inataka mle pamoja. Naam. Na mzee baba ndio unarudi saa 4 usiku rafiki yangu. Ukisema wiki nzima mpaka Jumamosi au Jumapili uendi kazini ndio mle kwa pamoja, kaka, ni shida hii kwenye familia. Na nakuelewa. Wanao wanaweza asikuone wiki nzima. Anakuja mshua tayari. Hakuna kitu cha ambacho kitaweza kufanyika ili na wewe ushiriki pale mezani upate uweze kukila muda huo, au watakupigia dish kabisa. Unaweza mfano kuna vyakula unaweza kutumia labda protein based, yani kwamba vitu ambavyo ni vya protein kama labda mtindi, labda tu supu ya samaki. Sasa watu wengi kwa utamaduni wa Tanzania nimwambie saa 4 labda saa ngapi anye supu ya samaki tu, afu akapumzike, aone mtindi, afu akalale, akuelewi kabisa. Japokuwa kuna watu wengi pia wanafanya, wale ambao wakutana kwambia ana uzito uliopitiliza na nini na nini, wengi wanafanya hivyo. Lakini kitamaduni za Kitanzania tukishauri kwamba watu labda tufanye hivi, mara nyingi tunaweza tukawapoteza watu wengi sana, kwa sababu ushauri wa kitaalamu kidogo watu wanaochukulia kwa uzito na watu wanauamini. Sasa kuliko sasa watu ukaja kutengeneza kizazi ambacho utakuja kupata shida nyingi sana baadaye, sababu baadaye tunategemea kuwa na wagonjwa wengi sana, kwa sababu watakuwa wanakuja kuona. Na pia wengi pia hawajui kama chakula pia ndio tiba ya kwanza. Kabla hujaanza dawa, chakula ndio tiba ya kwanza, kwa sababu chakula kinakinga mwili, kinaongeza kinga ya mwili. Chakula kinaweka homoni zako ziwe vizuri. Chakula kinaweza kusaidia hata kwenye kumanage stress. Chakula kinaweza kusaidia hata kwenye kuboresha hata mahusiano, hata kifamilia, kinini, hiyo kula pamoja ilikuwa naizungumza. Chakula kina aspect kubwa sana ya maisha yetu, kwa sababu wengine chakula ni imani. Kwa sasa kwenye kuregulate chakula kidogo ni jambo ambalo ni mtambuka, na watu wanataka kulichukulia kwa uzito mkubwa sana. Yaani wachukulie kama chakula ni kama ibada. Ibada haina kucompromise. Yaani unaweza kusema leo sitaweza kusali kwa sababu ikifika saa 2 wengine wanaenda lazima aende kusali. Anaacha kila kitu. Kwa kama usipoacha kila kitu kula, yani utafika point ambako utabidi uache kila kitu uweze kutibiwa. Sasa unajua hoja yangu mimi hapo ni unaweza mzee baba ukaamua tu kwamba baba ukaamua sasa, sikilizeni, nyumbani hapo mimi usiku sitakula.
Nyinyi kuleni tu mapema, mimi sitakula, nitakula kazini, sawa. Wiki zima unakuja tu watu washalala, rafiki yangu. Hiyo kweli ni jambo gumu sana, jambo muhimu sana hili. Wanakuona kila siku, utaulizwa sasa tufanyaje pale mezani na sisi tushiriki nao basi. Sawa. Kwa sasa kwa sababu utakuwa unachelewa. Yani hatuwezi tukasema lazima uwahi nyumbani, yani kwa sababu sio yani sio haiwezekani kirahisi na mfano mimi mwenyewe nimeoa, kwa naweza kuelewa. Unaelewa ni namna ambavyo au kirudi unakuta anza kashakula kila siku, kila siku. Hata wewe chakula chenyewe utakuwa hata kinogi sasa. Hao watoto kwani wanapishana wewe kila siku hapo? Unakuwa sio baba wa familia. Hiyo kikweli ina athari kikubwa kuanzia kijamii, kiafya, kiakili. Hivyo ina athari kubwa. Sasa mimi comment yangu hapo kwa familia, ukweli utabaki pale pale ambao tumejaribu kuzungumza na hivyo, lakini sasa adjustment inategemeana na mtu na mtu. Haziwezi zikawa zinafanana, kesi zinatofautiana sana. Kuna wengine anachelewa labda kwa sababu tu anakuwa na shughuli zingine ambazo ni za pembeni ambazo sio lazima aweze kuzipitia, ambaye anaweza kuadjust kuweza kuwa nyumbani. Lakini kwa ambaye imeshindikana sana, mimi naamini kwamba I think huyo mtu anatakiwa nipate kuongea naye vizuri. Nikiweza kuelewa structure yake ya maisha, ni rahisi kumshauri, kwa sababu ushauri general muda mwingine hawezi kumsaidia kila mtu. Lakini ambacho mimi nafikiri kama watu wakiweza kuexercise kuchukulia chakula kama ibada, ni jambo la msingi sana. Kwa sababu hata naweza nikakoti Biblia inavyosema kwamba tunzeni miili yenu kwa mjue kwamba ni hekalu la hekalu ndio ibada inakofanyikia sasa. Kwa hata ulaji unapokula vizuri, unazingatia kula, maana yake unatunza hekalu. Kwa unalichukulia hekalu kama ni kitu serious sana. Kuna jambo umezungumza kuhusu aina ya vyakula na ni sukari umeigusia. Kuna hili balaa lingine, vyakula vya mafuta, rafiki yangu. Naam. Wala chipsi. Sisi kwetu Njombe, sisi tunalima viazi. Nakupa sasa scenario ya kwetu ambao nafikiri haiendani na mjini, sijui wao huko wa mjini watajua. Sisi kule tunalima viazi sana. Kwa hiyo hata nje hivi nyumbani vyakula vilivyopandwa ni viazi. Yaani chakula cha haraka haraka, mkikaa jikoni mnachoma viazi, mnapika mabuluma, vile viazi vyenye maganda mnakula. Kwa viazi tunakula sana. Ila ikifika hatua ya kwenda kununua chips, wanaanza kukuuliza mwanaume, mzee vipi mbona unanunua mboga hiyo? Chips wanaita mboga. Lakini nilipokuja Dar es Salaam nikashangaa kidogo kuona watu ndio wanakula wanalala. Mkadi mdogo wangu siku moja akamwona mtu akasema, kwa hiyo jamaa anakula na lala, si ndivyo? Wanashangaa watu wanakula chips wanalala. Lakini ni tabia ambayo inaonekana pia hata wataalamu wa afya wanaizungumza kwa kiwango kikubwa. Ulaji wa vyakula vyenye mafuta, hususan chips. Biriani imekuja sasa hivi nayo imewekwa umo. Kaka, watu wasipate raha au shida ni nini yani? Hiyo swali zuri sana. Vitu vifuatavyo ambavyo vina limitation ya kutumika mwilini ni mafuta na sukari na chumvi. Tamu vyote nyinyi mnasema ndio vina limit. Vina limit na mafuta ndo analeta ladha ya chakula. Kama watu hawajui. Yaani chakula hakina utamu kama hakina mafuta. Na sukari yenyewe ndo hivyo, na chumvi ndo vinavyo. Sasa vyakula vyote hivyo vina kiwango fulani. Ndio maana hata kwenye piramidi ya chakula, kama tungekuwa napo tungeweza kuionyesha. Vitu ambavyo wanakwambia ule kwa udogo zaidi ni vyakula vya hizo sukari, mafuta, chumvi. Tumia kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu mwili wako una kiwango, inatakiwa ipate kwa kiwango kidogo tu. Unapozungumza chips, kwanza kwa deep fried, yani vimekaangwa kwenye mafuta. Kwa sababu kuangwa kwenye mafuta maana yake vimebeba mafuta mengi, na tumesema hapo kama unatakiwa mafuta kwenye mwili yaingie kwa kiwango kidogo. Sasa ashumu umekula chips, yani chips amekaangwa kwenye mafuta, kuku amekaangwa kwenye mafuta,
Ana zile kabeji wakikuwekea unaona wanakusumbua na ziweka pembeni. Unaweka tu tomato pale, chumvi, unachukua ile chumvi. Kitu fulani inaitwaje, imenishinda kabisa ile inaitwa nyeupe hivi. Mayonnaise. Alo. Inawekwa. Mayonnaise unaweka ya kutosha, alafu unachukua chumvi unakungutia. Vyote hivyo umeshauriwa utumie kwa kiwango. Mayai pembeni pia. Ni mafuta na yote ni mafuta. Kwa sasa hapo utakuta unaenda kulala umeconsume kiwango zaidi ya matumizi unatakiwa kuweka. Sasa chochote unachotumia kwa zaidi, mwili wako hautakitoa tu, utakitunza. Kwa hiyo inachokuja kukitunza, ubaya wake unakuja kutunza kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo mishipa ya damu inaanza kuwa miembamba. Ikishakuwa miembamba, unaanza kuona shinikizo la damu. Au wengine utaanza kuona kitambi, utaanza kuona uzito unaongezeka hivyo. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa. Lakini mfano ukiwa kule Njombe, unakula viazi umechoma, umekula na maganda yake, ni salama kabisa. Hazina shida. Kwa sababu unakula vikiwa bado ile maganda hayaingii kwenye damu, yale yanachakatwa tu na unayatoa. Kwa hivyo kitu ndo advantage, ndio tofauti ya mazingira. Mwenzako kwa na kaanga, wewe kula unakula umechoma, unakula pale na maparachichi hapo ya kutosha size kwa matunda yako jioni. Sawa, hiyo hata Mbeya kwetu ndio hivyo tunalima sana viazi pia. Unaona vile. Kwa hiyo bwana, chips sio salama chips kwa sasa hivi unaweza ukafanya kwa kitu tunasema air fry. Air fry unakaanga tu na bila kutumia mafuta. Unaziweka kwenye mashine size inaitwa air fry, una fry unakula hapo. Lakini kwa kiwango vyakula vya wanga vyakula kwenye ulaji tunasema tumezungumza na ulaji sio sahihi, lakini kwenye ulaji sahihi pia kiwango ni jambo la kuzingatia sana. Sio kwamba kula tu, unakula kwa kiwango gani. Wengi wanakosea sana ni kwa sababu viwango vinakuwa ni vya juu sana. Unapokuwa unatumia soda ni kwa sababu ina kiwango kikubwa tu cha sukari, ndio changamoto yake. Kwa maana yake wewe matumizi yako ya sukari siku yako chini. Mfano mchezaji akiwa uwanjani akanywa soda, kwake haina shida. Kwa sababu ile sukari yote atafanyaje? Ataitumia akiwa anafanya hiyo kucheza mpira. Kwa sababu unapocheza mpira unatumia misuli sana, kwa hiyo utatumia sana hiyo sukari karibu yote. Lakini wewe uko zako umekula chipsi, unasema sasa ndo unachukua soda. Unashushia ya baridi. Haziendagi bila soda vile. Na unavuta soda moja pale ya baridi, sema ina pale ya baridi. Ya moto hatakiwi kabisa. Baridi. Kwa hiyo utakuta soda moja ina sukari zaidi ya gram 20 30. Yenye gram chache sana ni 24, nyingi 40 hadi huko na kuendelea. Chupa hii moja. Kwa sasa na wewe matumizi kwa mwanaume sukari hataki kuzidi gram 36 kwa siku. Wakati soda ina gramu 40. Hapo hizo ni za chupa, achana na zile zenye za plastiki kubwa. Sasa wengine saizi ndio zimekuja hata za chupa miezi 600. Unakuta sukari yake ni mara 2 ya ile ya kwanza. Sasa kwa ile unapozidisha sasa kile kiwango ambacho unatakiwa kukipata, ndio madhara yake yanakuwa hivyo. Nakumbuka wiki iliyopita nilikopo nyumbani kwa kuna msiba, kwa soda zilikopo za kutosha pale. Mimi naona tu watu wanapiga soda za kutosha 2 4, mtu asubuhi alikunywa, mchana hadi wanagombana. Lakini mimi naziangalia, inapita siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tuko msibani, watu kupata muda fulani soda zinapita mzunguko, watu wanakunywa. Unajua mtu amekaa chini, unajaribu kuimagine hiyo nishati hata nayo ingiza hapo haitumii. Kwa hivyo vipi? Kazi ipo. Yaani kumbe matumizi ya gramu kwa mwanaume ni ngapi ya sukari? 36. Ambao ni vijiko vya chai havizidi 9. Mwanamke vijiko 6. Halafu 24. Soda pekee yake ina gramu ngapi? Wengine 39 42. Hizo za chupa hizo. Wakati matumizi yako ni wewe ni mwanaume utaki kuzidi gramu 36 kwa siku. 36. Hapo umekunywa chai asubuhi, ile sukari kwenye chai unatakiwa hapo umeunganisha mpaka chai. Yaani gramu 36 maana yake hizo ni sukari rahisi hizo za kutoka kwenye chai na nini. Kwa mwanaume ukinywa chai asubuhi yenye sukari, mchana ukanywa soda, usiku ukanywa soda,
umeweka sukari zaidi ya mara 5 mwilini mwako ambayo haihitajiki. Inaenda kukaa wapi? Ndio hiyo inakuja inakaa kwenye tumbo. Wanaume inakaa sana kwenye tumbo, kitambi. Inakuwa ni kitambi. Safi. Sukari imekaa kwa kiwango. Jambo lingine limezungumzwa hapa bwana ni matumizi ya energy drinks. Bwana vipi zile? Wewe nao unazisikia zile, mtaalamu wa afya tuambie, ni roho mbaya tu nyinyi mnatuambia tusitumie au ni kweli hatari? Sawa, sasa ingekuwa ni hatari kabisa watu wasingekuwa wanaruhusiwa kuzizalisha. Ni watu wengi wajue jinsi ya kuzitumia au wakati wa kuzitumia. Energy drink ni vinywaji ambavyo vinaongeza mwili uwezo kuwa active zaidi. Yaani kwamba wengi wanakunywa energy drink, yaani labda unywe energy drink wakati uko kwenye shughuli ambayo unajua unahitaji utafanya kwa muda mrefu, kwa unahitaji nishati yako hiyo ya kutosha mwilini na mwili wako active, ndio unakunywa energy drink. Sasa wengi anakunywa energy drink yuko zake kwenye kompyuta ametulia. Energy drink inaongeza mapigo ya moyo, inaongeza uzalishaji wa sukari mwilini, ili uweze kuitumia kufanya shughuli zako sasa ambazo unatakiwa kufanya. Kwa ndio maana wengi wanaotumia hivyo utakuta mwingine anaendesha safari ndefu hataki kulala, anakunywa. Sasa unapokuwa unajiweka active, mwili wako mapigo umeongeza, pressure iko juu, yani mapigo ya moyo yameongezeka ili uweze kucompensate pressure yako. Mwisho watu wanakuja kuishiwa wanapata shida ya moyo kwa sababu unaufanyisha kazi moyo sana, alafu bila matumizi sahihi ya namna hiyo. Kwa sasa energy drink nyingi, hata tafiti ilifanyika na JKCI hapo, bila kuonesha inaleta shida sana ya moyo, na ambao ni ukweli, kwa sababu unaufanyisha moyo kazi kubwa alafu bila kuwa na matumizi sasa hiyo kazi kubwa unayotengeneza. Kwa inachoweza kutokea ni kwamba mwili unakuwa na kinzana. Moyo unafanya kazi kubwa, mwili hauna matumizi hiyo kazi kubwa yenyewe ambayo moyo unafanya kazi. Kwa unaisha kuleta shida tena kwenye moyo. Umenipata? Kwa hiyo ndio maana uhatari wake uko hapo. Lakini mtu ambaye labda yuko zake huko anakata magogo, alafu ana muda mrefu anaendelea kukata, akipiga ile chupa moja itamsaidia, atafanya kazi. Naona hata ukishauri usinywe zaidi ya chupa moja ni kwa sababu hiyo. Lakini sasa wengi sasa mtu anatumia energy drink kwa sababu ambazo sio sahihi. Tunasema inazuia usingizi na sasa issue sio kuzuia usingizi. Issue ni kwamba unapozuia usingizi nini kinakuwa kinaendelea mwilini? Kwa sababu wengi hawaelewi nini kinakuwa kinaendelea mwilini ili kufanya sasa usisinzie. Ni kitu gani hicho kinaendelea? Ni kwamba kinachofanya ni kwamba mwili utaongeza mapigo ya moyo. Utaongeza kutengeneza sukari ili ubongo wako uwe active. Kwa sababu itachofanya ni kwamba itahakisha ubongo unapata chakula cha kutosha. Ubongo kiwa unapata chakula cha kutosha unapozidi kuwa active. Sasa ili upate chakula cha kutosha lazima moyo usukume kwa nguvu. Unaposukuma kwa nguvu unakuja damu inazunguka sehemu zote. Sasa ukiwa kwenye move ni rahisi sana kuendana na moyo unavyofanya kazi. Lakini kama umekaa hivi after muda fulani moyo unakuwa unafanyisha kazi, kwa hiyo unaishia unatanuka. Sasa kuna jambo jingine pia, mambo ya lishe haya. Watu wameenda mbali, wanaanza kusema matunda nayo sasa yana hatari kwa sababu yana sukari nyingi. Wengine wanakuambia sijui namna yanavyotafutwa na yanavyotengenezwa nao yamekuwa na hatari, na wengine wameenda mbali mpaka juisi bwana za matunda. Wanakuambia juisi ya matunda nayo sasa hivi sio salama. Achana hizo juisi za viwandani, za matunda sio salama. Chief, ni kweli nazo? Sasa hicho hata mimi naoga wengi na mshauri, hata wagonjwa wengi sana kwamba usitumie matunda kama juice. Hata nyumbani mke wangu kidogo tunapishana hapa. Nyinyi bwana nyinyi, mbona mnataka kutumaliza japo? Tunafanya hivyo kwa sababu ifuatayo. Tumezungumza matumizi yako ya sukari kwa siku yako limited. Unapokuwa unatumia matunda alafu yenye sukari, alafu umeyasaga kama juice, unachofanya ni kwamba unarahisisha uingiaji wako kwenda kwenye damu. Mwili wako haufanyi kazi vizuri sana kama sukari inapanda kwa haraka. Unajua ile graph ya sukari kuingia inatakiwa iende taratibu ili mwili wako uweze kwenda nayo afu ishushe, afu ikae sawa. Sasa ukiwa umekunywa juice au umekunywa chakula kitu chenye sukari nyingi, sukari yako inaenda hivi.
Ndio maana watu mshasikia kabla msema nimekunywa uji asubuhi lakini nasikia njaa sana. Kwa sababu sukari yako ilipanda afu ikashuka kwa haraka. Kwa sababu mwili wako sukari inavyopanda kwa haraka una react, kwa sababu mwili wako hauwezi kukaa na sukari ile kwa juu sana. Utaishusha kwa haraka. Sasa kushusha kwa haraka inazidi kuletea shida. Sasa wengine ndio inakuwa ratiba hiyo sasa. Sukari inaenda na shuka, inaenda na shuka, inaenda na shuka. Mwisho wake inafika mwili unashindwa kuendana na hiyo kitu kabisa. Ukishindwa kuendana na hiyo kitu kabisa unaanza kuona dalili za sukari. Kwa ndio maana hatushauri wewe jioni ndio unapiga juisi yako ya kutosha, hapo ndio unaenda kulala, sukari ziko. We kill ourselves. Sasa ambacho tunakizungumza hapo, unatakiwa kuelewa. Mtu anayekunywa juisi ya namna hiyo hiyo anaenda kufanya mazoezi, hawezi kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu akishaenda kufanya mazoezi, si anaitumia ile sukari yote. Kwa hiyo ukinywa kabla ya kwenda kufanya mazoezi ni bora kuliko ukanywa alafu unaenda kulala. Sio mama kaweka pale mezani najipoza kwenye friji pale nimevuta. Na hiyo juisi ameweka sukari kidogo, ameichuja vizuri, yes. Inapendeza. Jamani, huyu ni mtaalamu kabisa jamani, yuko Kairuki pale. Yuko Kairuki Hospital. Nisikilizeni, wala msiseme Nongoro mimi nawadanganya. Mkitaka nendeni mkamfuate, yuko pale. Si mnamuona hapa? Mfuateni wenyewe. Haya mambo ambayo anayazungumza hapa mimi kwa kweli kwangu. Unaweza kusema tu kwa lugha nyepesi, we kill ourselves. Yaani tunajua wenyewe. Hiyo ni kweli. Nafikiri kwa sababu ya elimu pia. Unajua elimu kama hizi hazipatikani mara kwa mara. Tunagombana sana huko mtaani. Nipe juisi, achana na chai. Kumbe anayekunywa juisi na ni yale tu. Yabukana kunywa chai inaweza kawa ni rahisi zaidi kuliko juisi. Unajua unaangalia ile consistency yake, yani mfano chai ni maji kabisa. Juisi ina uzito kidogo. Ndio maana sasa hivi wengi wanashauriwa kutumia kitu kinaitwa smooth. Ile juisi smooth ndani pulize ile ambayo haiweki sukari yani. Kwanza iweke sukari afu aichuje afanye nini? Kwa ile pale inakuwa imechanganywa hapo, umeweka korosho, umeweka na maziwa kidogo, ile ndio inashauriwa kutumika. Ile si inafaa ile? Ile inafaa. Sasa hiyo basi sawa. Tutabadilisha utaratibu pale nyumbani. Mama naomba tuwe tunatumia. Jamani, kuna swali lolote mtu analo hapo kwa sekunde chache zilizobaki kabla ya kumalizana na mtaalamu hapa. Kwenye nambari hiyo hapo 0769 2266 94. Kuna mwenye swali lolote kutoka kwa mtaalamu amuulize hapa. 0769 2266 94. Nataka kujua mto wa madonda ya tumbo yaliyokomaa yakula gani? Maana ni kila maharage legea na soda napika ndivyo, wataalamu nisaidie. Imelda huyu asema yana vidonda vya tumbo, atumie vitu gani? Sawa. Yuko hapa mtaalamu jamani, na dakika chache za kumuuliza maswali kutoka kwenu, maana mimi nimeshamuuliza ya kwangu. Sasa zamani nilikuwa nikienda mikoani na nunua mafuta ya alizeti wanaouza barabarani. Baadaye niliamua kuacha baada ya kusikia eti yafanyiwi uchujaji mara mbili, yani double refinery. Je, hii ina ukweli kiasi gani na athari zake ni zipi? Sasa hivi tunahamasisha tule dona badala ya sembe. Tatizo la sembe, mahindi huwekwa dawa ya kuzuia wadudu wasile mahindi. Mahindi yenye dawa yasiposafishwa na kusaga dona, maana yake dona hiyo inakuwa na dawa. Je, kula dona kama hiyo si sawa na kuna sumu? Je, ipi sahihi, kula matunda kabla ya chakula au baada ya chakula? Kwa nini? Je, vitamini ni ugonjwa? Ukauza maswali matatu haya. Tumjibu kwa haraka. Tuanze na hii kwanza. Kitambi ni ugonjwa? Ni changamoto ambayo pia ni changamoto ya afya ambayo inaweza kupelekea ukapata sukari, kupelekea ukapata pressure. Hiyo ni changamoto, ndio maana wanajaribu kusisitiza sana. Zamani ilikuwa kitambi ndo kwa boss, kuonekana umeyapatia maisha. Lakini kwa sasa hivi ndio maana zamani ukasikia watu waliokuwa wamefanikiwa sana wanakufaga tu kwa gonjwa wa moyo. Tukisikia amekufa ni kwa sababu wengi pressure, gonjwa wa matajiri, kwa sababu walikuwa wana access ya usafiri zamani, hicho hawana hizi, matumizi ya nishati yamepungua sasa. Na sasa hivi kwetu huku tunaibukia kwenye hivyo vitu. Na tunaibukia kwenye hizi labda unavyozungumza usafiri, tunaibukia sasa hivi watu wananunua magari sana. Mtu kwa anaona niache gari nyumbani, vile watanichukuliaje? Lakini sasa
tunajua wenyewe kama nilivyozungumza, ni kwa sababu wenzetu sasa hivi ukienda nchi zetu za walizoendelea, mazoezi, chakula ni vitu ambavyo vinafundishwa sana. Ni kwa sababu wengi wameenda mbele, wameona changamoto ni kubwa, wamerudi nyuma, wameanza kurekebisha. Okay. Marekani unapozungumza, nusu ya wananchi watu wazima wana sukari, wana uzito uliopitiliza, sana hayo magonjwa makubwa mawili. Mibonge wale. Nusu ya wananchi watu wazima, wananchi wa Marekani. Nchi nyingi zilizoendelea zinapata shida. Huyu ambaye pia ameuliza muda wa kula matunda ni baada ya kula au kabla? Sasa inategemeana. Kuna baadhi ya matunda ambayo yanasaidia ufyonzaji wa baadhi ya madini. Kwa sasa wengine wanashauri kwamba ule si nusu saa kabla au inategemea na aina ya matunda. Mfano unapozungumza matunda kama mfano yenye sukari nyingi. Umekula chakula hapo hapo, umekula matunda yenye sukari nyingi hapo hapo, kidogo sio sawa. Kwa sababu yani chance ya kupandisha sukari kwenye mwili itakuwa kubwa sana. Sio sukari tu, sukari nyingi kwenye mwili itakuwa kubwa. Lakini mfano unakula matunda ambayo yanasaidia kufyonzaji. Mfano matunda kama parachichi, haya apple yenye vitamini E na A na K, yale lazima ule na chakula kwa sababu yanasaidia, yani yanahitaji mafuta kuingia kwenye damu. Ndio maana ingine hata baadhi ya matunda wanakushauri ule matunda na korosho au karanga au hizi mbegu kwa sababu baadhi ya matunda vitamini vyake na madini yanahitaji mafuta kwa ajili ya kuingia kwenye damu. Kwa maana yake haina sio msaafu, lakini inategemeana na mahitaji ya mtu. Okay. Kwa mahitaji ya mtu mwingine, mtu mwenye sukari ni tofauti na mtu ambaye hana sukari, na mtu wa kawaida. Kwa hivyo inatofautiana. Kwa ushauri sio msaafu kwamba kila mtu anatakiwa kufuata hivi. Okay. Na hata ila dona pia ulishalijibu mwanzoni nafikiri kabisa. Dona, kwa nini dona muhimu tumelizungumza. Dona muhimu na kwa nini pengine hii sio muhimu. Ni watu mtaniua na haya maswali. Mimi nitayapeleka wapi? Haya, ulizeni. Na kunywa maji kwa siku lita 5. Je, kuna shida yoyote juu ya unywaji wa maji kiasi hicho? Unywaji wa maji unatakiwa uendane na aina rangi ya mkojo na ukojoa. Ile ukitaka kujua unatumia maji yako, matumizi ya maji kwenye mwili yako sawa, adequate, tunasema kwa lugha hiyo kwamba yako sawa, unaangalia aina yako ya mkojo. Unapozidi kuwa na rangi iliyokolea, maana yake matumizi yako maji ni kidogo, lakini maji inapokuwa ni rangi ambayo haijakolea kidogo, matumizi yako unajua kuna wengine wanakunywa zaidi ya matumizi yanayotakiwa. Kwa hiyo ni kidogo inakuwa sawa, na yenyewe sio sawa. Mkojo unatakiwa mweupe, ni kama maji, yani unakunywa maji, unakojoa maji, sio sawa. Okay. Inatakiwa kuwe kuna balance, kila kitu mwilini kinatakiwa kiwe kina uwiano mzuri. Sawa. Kuna mwingine pia kauliza hapa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi, mimi naitwa Juma, kiafya kwa siku inatakiwa ule mara ngapi? Ulaji inategemeana na matumizi ya nishati, lakini minimum ni mara 2, mara 3, wengine hadi mara 5 hadi mara 6. Inategemeana na mtu na mtu. Okay. Lakini kwa mama, watu wenye sukari na mama wajawazito hawaruhusiwi kula mara 2 kwa siku. Mama mjamzito na mtu mwenye kisukari hawaruhusiwi kula mara 2. Wao wanakula mara ngapi? Minimum mara 3. 1, 2, 3. Ila usiku ile ndio bado pale tupo. Muda ni ule. Usile ukaenda kulala. Mimi naitwa Juma, kiafya kwa siku tayari. Juma, nimeshakujibu. Kama mwanaume anapata kitambi, je, mwanamke anapata nini? Wanawake pia wengine wanapata kitambi, lakini wanawake storage ya mafuta. Wanaume hatuna storage ya mafuta. Kwa hiyo lazima akae kwenye tumbo. Wanawake anakaa kwenye hips, ndo wana makalio. Wanawake wana hips na wana makalio, ni ulaji wale wanakula sana. Ni kwamba nishati wao ndo storage yao ya mafuta yanayozidi. Kumbe usijisifie bwana. Kumbe ni ulafi tu ule. Wengi ni nishati. Obesity ile tunaita. Sasa lakini obesity yao ile pale haina madhara. Hasa mtu uzito ambao unaanzia kiuno kufika chini hauna madhara, japokuwa unataka shida ya magoti sana. Uzito unakuwa mkubwa, lakini hauwezi pressure, hauwezi sukari, ila magoti. Ila uzito ambao unaanzia hapo kuja huku juu, ndio una shida. Kumbe mnajisikia wenyewe. Kumbe ni walaji tu, mmezidi, mnakula sana. Bwana, pombe zina madhara. Wazungu wanaita kitambi beer bell, kwa sababu nishati ya pombe
ni kubwa kuliko hata nishati ya sukari. Ikiingia kwenye damu moja kwa moja inatunzwa kama mafuta. Kwa mara nyingi unaishia tu kupata kitambi, shida zingine za afya zinafuata. Ndugu zangu katika Bwana, maswali yenu ni mengi kweli. Sasa ngoja hapa niwaachie namba ya simu hapa ambayo ninyi mtawauliza wao wahusika. Mnapatikana kwa namba gani? Namba yenu ya kuweka hapa. Mati, toke ipi? Ya kwako wewe nani? Okay. Sasa kwa haya, tutajie namba yako tafadhali. 07. Taja hapo watu wakusikie. 07 0752 53 9505. Rudie tena. 0752 53 9505. Irudie kwa mara ya mwisho tuweke hapo. 0752 53 9505. Hiyo hapo kwenye runinga, si ndio? 0752 539505. Ndio dokta? Ndio. Jamani, hiyo namba iko hapo. Hayo maswali yenu yote na simu zenu zote muulizeni yeye sasa. Mimi nimemaliza hapa na yeye amezungumza mambo mengi kweli na muda wetu umekwisha. Mtaalamu, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Wakaribia Kairuki pale. Ndio maana nataka nikwambie sasa kwa dakika yako moja unawaambia nini uliowaachia namba zako hapo? Cha msingi sana, karibuni tuzungumze, tuongee, tujue tuna plani vipi ulaji wetu, kwa sababu tishio la magonjwa ya kuambukiza ni kubwa sana, na kwa sababu ni kubwa sana ni muhimu sana tukae chini tuongee, tuplani kulingana na mahitaji yako, kwa sababu mahitaji yanatofautiana. Wewe kama unataka kuplani kwa ajili ya familia yako, kwa ajili yako binafsi, una shida ya sukari, una shida ya pressure, una shida ya vidonda vya tumbo, una shida ya figo, karibu sana tuzungumze tuweze kuplani na kuandikia plani yako vizuri. Lakini karibu hospitalini kuanzia saa 6 mpaka saa 10 nakuwa napatikana kliniki Kairuki hospitalini. Karibuni sana Mikocheni. Sawa. Jamani, namba yake ni hiyo hapo, msiniulize tena. Mimi nimewaletea mtaalamu huyu hapo. Mpigieni kwenye namba hiyo hapo inaonekana kwenye runinga hapo, atawasaidia kila kitu. Mimi ninaondoka hapa. Jina langu ni Francisco Nongolo. Nilikuwa hapa na Michael Ulisaja ambaye ni mtaalamu wa lishe na tiba kutokea Kairuki Hospital, rafiki zetu wa maana kweli. Kesho